Jaji wa Mahakama ya Rufani Mheshimiwa Paul Faustin Kihueli amesema kuwa Chuo cha Uongozi wa Mahakama Lushoto kimekuwa kikifanya kazi kubwa katika kuwajengea uwezo wadau mbalimbali wa sekta ya utoaji wa haki katika jamii. Ametoa kauli hiyo wakati wa hafla ya utiaji saini wa hati ya makubaliano katika Chuo cha Uongozi wa Mahakama Lushoto na Kituo cha Rasilimali za Kisheria Zanzibar iliyofanyika katika ukumbi wa Mahakama ya Rufani jijini Dar es Salaam. Kubwa zaidi niseme kama alivyozungumza mwenzangu, jambo hili sio dogo sana. Yaani alituhusu sisi tuko ndani ya chuo la chumba hiki, lakini inahusu taasisi zetu na ni swala la kitaifa. Kama alivyozungumza viongozi wakuu wa nchi kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini vile Rais wa Zanzibar na Baraza la Mapinduzi, nadhani kwa wote wanahimiza kwamba kuna taasisi ambazo zina ufanano, zina mengi ya kuweza kujifunza kutoka upande mmoja wa muungano kwenda upande mwingine. Na sisi tuna bahati kwa kweli kama chuo tumeshafanya kazi upande wa Zanzibar. Kwa swala tunalofanya mimi nadhani ni kubwa sana kwa mustakabali wa taasisi zetu, lakini kwa mustakabali wa wale ambao ni wafaidika. Niseme tu Chuo cha Uongozi wa Mahakama Lushoto kina miaka zaidi ya 20. Sasa hivi kimekuwa zaidi ya miaka 20 na kimekuwa kinafanya mambo mengi sana katika kujengea uwezo. Na bahati nzuri hata ukubara katika kujengea uwezo kwa kweli hatujajikita kuwajengea uwezo na hakimu peke yake au na majaji. Tumekuwa tunawajengea uwezo na wadau wengine wa sekta ya sheria, kwa sababu ili uweze kutenda haki haiamuliwi na jaji na hakimu peke yake. Maana yake kuna mtu lazima alete mashtaka, lakini kabla ya mashtaka kuletwa kuna mtu amepeleleza, lakini kuna watu wanaoendesha upande wa jamhuri, lakini na upande wa utetezi. Kwa hiyo tumekuwa tunajitahidi kwa kweli kutoa mafunzo kwa wadau wote wa mnyororo wa kutoaji haki, ikiwemo mpaka maafisa ustawi wa jamii, kwa sababu tunapozungumza masuala yanayohusu watoto na maafisa ustawi wa jamii ni wadau muhimu ambao wanatakiwa kuwepo mahakamani. Sasa tumekuwa katika mafunzo yetu tunawashirikisha hao maafisa ustawi wa jamii, tunafanya mafunzo, tunahakikisha na wao wanashiriki, lakini tumekuwa tunawashirikisha mpaka vile waendesha mashtaka, kwa sababu ukiwa unaendesha kesi ambayo inahusu mtoto, waendesha mashtaka anatakiwa kujua namna gani anaweza kaendesha shauri linalohusu watoto. Lakini kuna eneo moja ambalo ni nzuri sana tumekuwa tunaliendesha ili nafikiri tutaona namna gani tunaweza tukaingiza katika ushirikiano huu. Sasa hivi zamani tunatambua kwamba wote tukiwa tunazungumza kwenye kesi hasa za masuala ya makosa ya kingono au unyanyasaji wa kijinsia, siku zote tunajikita kumwangalia mtuhumiwa kwamba ametenda kosa, tuhakikishe sasa kama anafungwa, lakini hatuelekezi sana mtazamo wetu kwa yule ambaye ni mhanga au victim. Kwa upande wake, katibu wa chuo cha IJA ndugu Patrick Julius Lipiki amesema taasisi hizo mbili ni za umma na zina malengo yanayofanana, hususan katika kutoa elimu na kujenga uwezo kwa wadau wa sekta ya sheria kwa lengo la kuimarisha haki katika jamii. Kama ambavyo uundwaji wa taasisi hizo unavyotaka, zote zina lengo moja la utoaji wa elimu na kujengea uwezo wadau katika sekta ya sheria na hususan haki jinai. Kwa hiyo tumeshuhudia utiaji saini leo, na huu ni tuseme ni mwanzo wa ushirikiano huu ambao sasa unawekwa kwenye maandishi na kwamba unaanza rasmi, na maeneo ya kushirikiana yapo mengi, ikiwemo kuandaa na kuendesha mafunzo ya pamoja, kubadilishana wanafunzi au wale watu wanaojengewa uwezo, kubadilishana mbinu za kitaalamu au utaalamu kwa ujumla, kuandaa makongamano, semina na mafunzo mbalimbali kwa pamoja na kushirikiana kwenye nyanja za teknolojia na utafiti. Kwa hiyo kwa kupitia utiaji saini huu sasa tunakwenda kuanza rasmi ushirikiano huo ambao taasisi hizi mbili zitakwenda kupanga mpango wa utekelezaji wa mashirikiano hayo, kwa sababu ni muhimu sasa kujua kipi kitafanyika lini, kwa namna gani, kwa wakati gani, wapi na mambo kama hayo. Kwa hiyo tunaamini ndio hatua inayofuata, kwa tukiongozwa na viongozi wetu waliotia saini hapa leo,
tutakwenda kupanga mpango huo na kisha kuweka utekelezaji. Naye mkuu wa ZLRC ndugu Mohamed Kasim amesema kuwa ushirikiano huo utaimarisha mahusiano baina ya taasisi hizo mbili, jambo ambalo litasaidia kulea na kuandaa watu katika kusimamia haki na sheria nchini. Sema kwamba tukio hili ambalo tunataka kulifanya la kuwa na MOU baina yetu ni kuunga mkono juhudi za viongozi wetu wa kitaifa, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambapo wao wenyewe wana shauku ya kuona kwamba taasisi zetu hizi za pande mbili zinaungana na zinashirikiana na kutoa tija iliyokuwa nzuri kwa manufaa ya watu wote wa pande mbili za muungano. Sasa jambo hili nadhani sasa linaenda kufungua milango ya kutuweka sisi taasisi zetu mbili kama watoto pacha. Na tunajua watoto pacha wanapokuwa mara nyingi huwa wanafanana mambo mengi. Sawa, hata wakilia huwa wanalia kwa pamoja, wakinyamaza wananyamaza kwa pamoja. Sawa, kwa hivyo kilio cha huyu kinakuwa kinabebwa na mwingine, lakini hata kile ambacho anachopewa basi hupewa kwa mgawanyo sawa. Kama litakuja chungwa basi litakuwa linakatwa kwa nidhamu sawa sawa, ili huyu apate na huyu apate. Kwa hivyo chakula ambacho watakuwa wanakula mmoja basi kitakuwa ndio chakula hicho hicho. Na mimi naamini sasa jambo hili linaenda kutufungulia hiyo fursa katika taasisi zetu mbili hizi. Na tukiamini kwamba taasisi zetu hizi tunawalea watu ambao wanaenda kusimamia haki katika taifa letu. Na jambo la haki ni jambo kubwa sana, linahitaji weledi, linahitaji taaluma, lakini vile vile linahitaji mipango thabiti ili hili jambo likakae sawa, na tutaenda kuisaidia nchi yetu ikiwa sisi tutatoa watu wenye weledi na watu ambao wana ubunifu. Mratibu wa mafunzo kutoka ZLRC ndugu Suleiman Yusuf Ali amesema kuwa wameamua kusaini makubaliano hayo ili kuimarisha ushirikiano wao wa kikazi kwa kuzingatia miongozo na maelekezo ya viongozi wakuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tumeamua kusaini makubaliano ya kushirikiana katika kazi zetu, na hili ni kufuatia na miongozo na maelekezo ya viongozi wetu wakuu wa serikali zote mbili hizi, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan, lakini vile vile na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ambayo inaongozwa na Dr. Hussein Mwinyi. Kufuatia maelekezo hayo ni kwamba yanatutaka taasisi ambazo zinawiana katika utendaji wa kazi zifanye kazi kwa kushirikiana, ambapo taasisi ya Zanzibar na taasisi za Tanzania Mainland zifanye kazi kwa pamoja. Leo hii tumeingia mashirikiano hayo, ambapo mashirikiano haya yatajikita katika ujuzi au utaalamu, lakini pamoja vile vile na ufundi. Na tunapozungumzia kijinai tunazungumzia mahakama hapa, afisa mkurugenzi wa mashtaka, afisa mwanasheria mkuu, hizi afisa ustawi wa jamii, polisi na kadhalika. Kwa sababu watendaji wetu wanahitaji mafunzo mbalimbali ya masuala haya ya haki jinai, ambapo taasisi hizi mbili ambayo ni ikishirikiana na kituo cha mafunzo ya sheria na utafiti Zanzibar, kwamba tunatarajia kushirikiana katika mambo hayo kujengea weledi na mafunzo watendaji wetu hawa wa serikali zote mbili. Lakini vile vile na kwa upande wa mafunzo ya muda mrefu, bila shaka kuna mambo mengi ambayo tunatarajia tutayapata kutoka kwao na kutoka kwetu tutapata kuhusiana na hizi programu zetu za sheria ambazo tunaziendesha za upande wa cheti pamoja na diploma. Madina Omar, ASAM Online TV.